wewe kama mwanadamu ambao unatakiwa kustawi sana, unatakiwa kuwa na mahusiano na divine, kuwa na mahusiano na ile nguvu ya kiungu, kuwa na mahusiano na huyu Mungu. Na nimekuambia mahusiano yoyote yanaimarishwa kwa kitu kinaitwa mawasiliano. Manake unatakiwa kuwa una mazungumzo na Mungu. Moja kati ya kitu ambacho Yesu anasema kondoo wangu na wajua, nao wanifuata, nao wanaisikia sauti nini yangu. Manake Yesu anatuthibitishia kwamba walio wake namba moja wanaisikia sauti yake. Lakini walio wake wana kawaida ya kucommunicate naye, manake wanaongea na yeye anawasikia, na yeye anaongea wanamsikia. Kwa mantiki hiyo, moja kati ya kigezo kinachokufanya wewe uwe mwana wa Mungu na wewe uwe mfuasi wa Yesu kamili ni pale ambapo unakuwa una uwezo wa kuisikia sauti yake. Anasema kondoo wangu na wajua, nao waisikia sauti yangu, nao wanifuata. Haleluya. Sasa licha kwamba hawa kondoo wanamsikia yeye mchungaji mwema, hawa kondoo nao wanatakiwa kusema naye. Na ndio maana ili kutunza mawasiliano na Mungu, Yesu alituachia maagizo ya kuomba kila siku. Manake hauendi kuomba kwa sababu unahitaji, ila unaomba kwa sababu ni lazima ukae uweponi mwa Bwana. Kwa hiyo njia mojawapo ya kuomba, ziko sababu mbili kuu za kuomba. Namba moja ni mahusiano yako wewe na Mungu, au mawasiliano yako na wewe na Mungu. Manake utakuomba hata kama hakuna unachohitaji. Unahitaji kutunza mawasiliano yako wewe na yeye. Vivyo ilivyo kwa Yesu. Yesu hakuwa anahitaji lolote, lakini maandiko yanasema kwamba alikuwa anakesha kila siku akiomba. Sasa watu wengi wanaamini kwamba kuomba ni mpaka uwe na shida. Ni mpaka uwe na shida ndio utaomba. Lakini kiukweli unaweza ukawa hauna shida, ila unahitaji direction. Unahitaji maelekezo ya namna ya kuenenda kwa siku hiyo. Kwa katika kila siku unahitaji kutembea ukiongozwa na Roho wa Bwana. Hata kama hakuna unachohitaji, lakini kile ulichonacho ambacho huoni kama kuna haja ya kuongezewa, unahitaji kujua namna ya kuenenda ili uweze kukitunza. Kwa hiyo ni ya kwanza, kwamba tunaamua kwenda kuomba na tunamsogelea Mungu kwa maombi. Lengo ni kwa ajili ya kutunza ile divine communication, mahusiano ya kiungu na Mungu wetu. Hatumtafuti Mungu kwa sababu tuna shida tu. Alafu pointi ya pili ya kuomba ni pale unapomuomba Mungu kwa sababu unahitaji kitu. Haleluya. Kwa hiyo nikakufundisha, nikakwambia siku moja kwamba imetupasa tuombe kila siku. Maandiko yanasema imewapasa muombe kila siku wala msikate tamaa. Lakini kuna mahali anasema ombeni bila kukoma. Manake hata kama utakuwa umejibiwa, keep praying, endelea kuomba. Hili ni agizo ambalo tumepewa kimaandiko kabisa. Kuna mtu mmoja ananielewa ninachokisema. Bwana apewe sifa. Hauombi tu kwa sababu unahitaji. Unakaa mbele za Mungu kwa ajili ya kupata directions, maelekezo, lakini pia kuendelea kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Dalili ya mtu yoyote asiyetaka kuomba, huyo ni ishara ya kwamba tayari yuko mbali na Mungu. Kuna muda utasikia tu kuomba hata kama una haja ya kile unachotaka kuomba. Utasikia kukaa tu magotini na kunena kwa lugha, kumshukuru Mungu, kuinua sauti yako, kuinua ukuu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali tunaenda sambamba, watu wa Mungu. Kama unanielewa nipungie mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mpango mkubwa wa shetani
ni kuhakikisha anaharibu mahusiano baina ya baba na mwanae. Kazi kubwa ya shetani, anataka wewe uishi kwa kubahatisha, uishi bila directions, uishi kwa kupapasa papasa, uishi kwa mahangaiko. Na ndio maana namba moja, shetani anahakikisha anakutia uzito, anakutia usingizi kuomba. Namba mbili, anakutia uzito kusoma Biblia. Utasoma vitabu vyote vya story, hata kama vina peji 10,000 utavimaliza kwa furaha, lakini sio Biblia. Biblia ni vita kuisoma, kwa sababu shetani anajua ndani ya Biblia ziko ahadi za Mungu ambazo alisema na wewe, yako majibu yako ndani ya Biblia. Kwa shetani lazima pambane kuhakikisha anakutia usingizi, ili usije ukaipata haki yako kaishi kwa furaha. Kazi ya shetani ni kuhakikisha anaua mawasiliano, usisikie wala usione, upoteze mwelekeo kwenye maisha yako ili uendelee kuishi kwa mateso. Kwa hiyo shetani amekuwa akipambana na njia mbalimbali ambazo zinasababisha kuleta mawasiliano kwa mwanadamu. Njia mojawapo ambayo shetani anapambana nayo ni njia ya ndoto. Ndoto ni moja kati ya lango la mawasiliano baina ya mwanadamu na Mungu wake. Lakini shetani yeye ndo amekuwa sasa amechangamka kulitumia lango la ndoto. Badala ya kuota kila ambacho Mungu anatakiwa kukusemesha, shetani amekuwa anawahi. Ni rahisi leo mtu kuota ndoto yuko na wachawi au kuona wachawi kuliko kuota malaika. Ni very rare kumkuta mtu ameota malaika na ameota malaika anamsemesha jambo. Lakini asilimia kubwa watu wanaota wanakula nyama, wanaota wako kwenye vilinge, wanaota wanavuka mto, alafu mto wenyewe hauishi, wanaota wanaporomoka kutoka kwenye mlima, wanaota wengine wanahangaika kuvuka barabara, wengine ni ndoto za ajabu ajabu. Unaota uko unazikwa, unaota uko na wafu. Nini ninachotaka kusema na wewe? Kazi ya shetani, unaota unazini, unafanya mapenzi. Shetani anapambana sana kuhakikisha kwamba lango lako la ndoto linachezewa, ili wewe ushindwe kuwa na signals, ukose mawasiliano yako na Mungu, upoteze mawasiliano yako na Mungu. Kwa sababu wewe ukipata mawasiliano mazuri na huyu Mungu, mambo yako yatanyooka. Lakini mawasiliano yanapokuwa mabaya, maisha yako yanakuwa ya mashaka. Kwa sababu utajikuta unaishi vile unataka kwa kubahatisha. Lakini kusudi la Mungu, hataki uishi bila amani. Hataki uishi kwa kusuasua na kwa kupapasa. Ni kusudi la Mungu na ni wajibu, ni haki yako. Ni haki yako kupata directions kila siku. Yaani kila siku unatakiwa kujua utaanzia wapi na utamalizia wapi. Ni haki yako. Lakini shetani amewachezea watu wengi. Imefika wakati, kwa sababu wengine hawajapata exposure ya kuona namna ambavyo Mungu anaweza kaachilia direction ama maelekezo kwa siku ya leo labda, au siku ya kesho, kwamba utaishi hivi na hivi. Kuna huyu ndege anaitwa tai. Ndege tai anapokuwa amelala usiku kwenye kiota chake, huwa anajua kesho ni wapi atakwenda kupata chakula. Ndege tai huwa haishi kwa kubahatisha. Na kama kuna chakula mahali anajua. Kwa hiyo huwa anaota. Sasa natamani uwe na wivu kidogo. Haiwezekani signal za ndege ambaye hata hajaumbwa kwa mfano wa Mungu zinakuwa ni accurate, zinakuwa na nguvu kuliko signal zako. Yaani wewe unakuwa hauna uhakika wa kesho, lakini kuna ndege anaitwa tai, yeye anajua ataenda wapi na atapata chakula. Haiwezekani. Shetani anapambana usiku na mchana. Muda ambao wewe unakuwa umelala, yeye anakuwa anahakikisha anakupangia ratiba zako za kesho.
anahakikisha anakukwamisha kwenye kila eneo, na especially eneo ambalo anapambana sana ni kuzuia majibu yako.